Mke wangu, kwa hiyo uko serious? Huyu ndio awe mkwe wangu huyu? Unadhani sijakujua? Hakuna mtu yoyote humu ndani anayeweza kunionyesha upendo kama huu zaidi yako wewe. Ambotea. Mimi ni nani? Sauti yako yenyewe tu inajulikana kaka. Unajifanya mjanja eh? Kwa ina maana umekariri mikono yangu hadi harufu yangu? Angekuwa ni baba je? Najua baba hawezi kunishika kama hivyo. Mjanja wewe. Haya bwana, umeniweza. Sasa nisikilize Zawadi. Najua leo siku nzima umefanya kazi ngumu sana na umechoka. Kwa hiyo jioni ya leo nataka nikusurprise. Surprise gani hiyo? So surprise kubwa ni haya mambo ambayo umeyazoea. Leo nataka nikusaidie kupika. We, naijua hiyo. Unataka kunitorea boko kaka eh? Alafu mama aje aanze kunipiga wakati wewe haupo. Mimi sitaki. Hivi unanichukuliaje mimi? Hivi unadhani nilivyoenda China ndio kujifunza karate tu? Hapana. China sijaenda tu kusoma. Nimejifunza mambo mengi sana, hususan kwenye mapishi na mambo kibao. Kwa hiyo naomba nikabidhi jiko, nikutolee madiko. Alafu bora hata ulivyonikumbusha. Unajua kesho naenda kumsalimia babu. Halafu nahisi nitakaa siku 2 au siku 3. Kwa hiyo tunakubaliana tupinge. Kwenye hizo siku 3 zote ambazo nitakuwa kwa babu, wewe ndio utakuwa mpishi humu ndani. Umekubali? Mbona ghafla hivyo? Au unataka nisikusindikize? Sasa sikiliza, japokuwa nilipanga kuishia njiani na kwa kuwa umenishtukiza, sasa mimi kesho nakukomoa. Pakipambazuka tu tunaenda wote mguu kwa mguu hadi kwa babu. Ina maana unataka kunisindikiza mpaka nyumbani kwetu? Kwani shida iko wapi? Wote tunaambatana hadi kwa babu. Na sitoishia hapo tu, nitamwambia kila kitu kuhusu sisi na nitajitambulisha rasmi. Unataka kumwambia nini babu? Nilipoenga sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje lakini ndani kulikuwa na silence. Usiogope bwana. Nitamwambia kwa wewe ni mdogo wangu. Hivyo tu. Nakupenda sana kaka Kai. Lakini kadri siku zilivyopita, hisia zikaanza kunipima. Nakupenda pia Zawadi. Nilidhani ni salama, I thought I was strong. lakini maswali yakaanza playing in my mind all night long. Sio mimi, But these tears know my name. ndani ya house of love. Nothing feels the same. Sio mimi, but my heart is tired now. House of love, that's where the truth comes out. Mume wangu,
Karibu juice. Ndio. Naona upo unajisomea somea. Oh, yeah. Unajua elimu haina mwisho. Unapopata nafasi kama hivi kidogo kupitia makabrasha sio mbaya. Akili ipate kuchangamka. Vizuri sana. Mume wangu, Zawadi amekuaga kama leo anaenda kijijini kwao? Ndio. Kumbe ni leo? Leo ndo anaondoka. Basi aliniaga muda mrefu kwa nishasahau. Jambo zuri. Yaani sisi wanawake jamani, sisi tuna shida gani? Yaani mtu akimwona mwanamke mwenzie tu kidogo yuko juu, kamzidi uzuri, kamzidi kila kitu, anaanza kuleta visa ambavyo havina maana. Hivi Zawadi kweli wakishinda kuniaga mimi? Nashinda naye jikoni, nashinda naye sebuleni kutwa nzima. Lakini hata kuniaga kwamba mama anaondoka, naenda kijijini na nimeona tu asubuhi anaondoka na mabegi yake, anapakipaki kwenye gari, sijaelewa chochote. Namuuliza Zawadi vipi? Mimi naondoka leo naenda kijijini. Nimemiss babu yangu. Unajua nimeshangaa sana. Kitu ambacho ni muhimu, moja kawamisi familia yake, kamisi babu yake. Mwacheni akawaone. Ni muda mrefu unajua yuko hapa. Mimi nadhani kitu bora wewe ni kumwombea dua aende salama, arudi salama. Hilo ndio jambo la msingi. Kitu kingine usichokijua mume wangu. Atakuwa anaenda kurenew uchawi wake. Naona umeshaisha nguvu. Maana yake muda mrefu. Oh, you're looking nice. Thank you. Ndiyo baba. Na kakai naye ameniomba anisindikize nyumbani ili mradi akapajue. Maana kijijini kwetu ni mbali. Kai haendi popote. Kumbe ndio maana umevaa nguo ya kukubana maumbile yako, nguo inayokudhalilisha kwa ajili ya kumtega mtoto wangu. Hebu ona nguo gani? Chini kote iko wazi, yaani upo uchi. Lakini madam, shut up. Kai, wewe si unajua mchumba wako leo anakuja ili tumtambulishe kwa baba. Unaenda kijijini kufanya nini? Kwani kuna ulazima wewe kwenda kijijini? Kwani hiyo Zawadi amekuwa mtoto mdogo kwamba akienda kijijini afike? Eti mume wangu, mimi sioni haja Kai kuondoka kwenda kijijini. Naomba tu abaki. Mke wangu, hilo ni jambo zuri kwa sababu Zawadi tuko naye hapa muda mrefu. Anaweza akapata tatizo, Kai akatuongoza kwenda kwao. Tena ni vizuri Kai ukipajua, na kifika kipindi basi hata ule babu muombe siku aje kutembelea hapa. Ulo kikongwe hapa kwangu hafiki. Uwa uchawi walioubakisha. Basi mume wangu nataka utaulete hapa. Mkoba mzima ulete hapa. Hawezi akaja hapa kwangu. Kwanza itakuwa shida kwako. Mtu mshamba. Miguu yote imeenda kushoto tupu. Mvusha barabara itakuwa shida. Kwa hiyo mimi naomba mume wangu huyo babu asije hapa. Tuache nayo sasa, kwa sababu unataka kwenda. Ngoja nikupatie seti kidogo
Zawadi, hii utaenda kumpa babu? Mume wangu, 100,000 hii. Yeah, ni 100,000. Unajua hapa sina zaidi mfukoni. Au tuongeze kidogo tuwape hata 300,000. Zawadi, shika hii 20,000. Utaenda kumnunulia babu ugali. Alafu unajua kuna ile mikate mikubwa ya kupeleka vijijini. Ununue na wenyewe upelekee babu yako, sawa? Asante madam. Manyuka, mimi sijapitia hilo. Alafu anaendeleaje mwenzio? Maana ile siku nilimwacha analia tu bila sababu, ila na imani alikuwa anakuambia sababu. Hasa atakuwa na sababu gani? Yule hana sababu yoyote. Yule mibangi. Yule mwenzako ndio ifakisha kula mibangi yake anaanza kujilizaliza. Alafu kwanza achana naye. Wewe ndio tena kuanza kuzungumzia mambo yake. Kilichobaki hapa mama mtu wewe bwana tuondoke zetu sasa. Nisikilize Mluguru. Mimi kuna kitu nataka nikwambie kama hutojali. Samahani lakini kama nitakuwa nimekukera. Siku zote katika maisha huwa wanasema mapenzi ni hisia. Mapenzi ni hisia, hata mimi naelewa hilo. Na tena hisia mimi ninazo. Tena nakupenda wewe, sasa unataka uzungumzie nini tena? Sawa, nashukuru kama unalijua hilo. Ndio maana mtu ukimpenda kama huwezi kujificha. Na kama mtu hujampenda pia vile vile huwezi kujificha. Hivyo hivi. Manyuka, mimi sina hisia na wewe. Mume wangu una haraka kama nini jamani? Wanakuja sio muda mrefu. Tokeo ulipoanza kusema wanakuja mpaka sasa hivi. Hii ndio tatizo la Waswahili. Hawajali sana muda. Wapo njiani sasa hivi wanafika. Punguza pressure. Utamuona tu mkweo. Ni kweli. Na siku zote uganagombana na huyu. Hivyo kwa ajili ya muda. Muda ni mali. Washafika. Mwe. Yaani hilo mimi nilijua.
Yaani ndio maana hata ile siku ulivyokuwa unaniambia ule hujafanya naye, mimi nilikuwa nakataa. Tena nilikuwa nakataa kuamini kabisa. Wewe ule umefanya naye. Na mwisho wa siku nilijua lazima utakuja kulizungumza hili. Sasa mtu kama hujafanya naye inatokea vipi unaanza kumpenda? Wewe bwana malaya wewe. Na ndio maana ile siku ile nikasema ule kwamba ngakwambia wanawake nye vinyonga kweli. Si unaona unavyobadilika. Mara umeniambia hujafanya naye, sasa hivi hapa unaanza kumpenda. Nisikilize Mluguru. Sawa, unaweza kusema ni malaya, lakini sio malaya. Nimempenda. Haya, sawa. Yule mwenzangu labda ana rangi, rangi ile inakuchanganya. Mimi mwenyewe unaona akali sasa hivi tofauti na ile siku nimebadilika. Hapo kama unazungumzia huku ni mimi mwenyewe namba. Yaani sema tu mimi nilikuwa nataka niwe wazungu wanasema romantic. Mimi ndo nataka niwe romantic ili mwenye hata kama ukiniangalia unipende. Sasa tunaona. Mimi najua kilio chake yule kina maana kubwa sana. Inawezekana amekosa upendo yule. Amekosa kabisa. Na mimi ndio mwanamke pekee nimeamua kujitolea kuwa naye karibu ili kumfuta machozi. Ndio hivyo, mimi nilijua hamna chochote utakachokifanya. Nahitaji nimpe faraja. Nielewe Mluguru. Atakuwa analia mpaka lini? Atakuwa mtu wa huzuni hadi lini? Naomba nisaidie kwa hiyo. Na wewe ndio mtu pekee unaweza kuniunganisha naye. Yaani kwamba tena mimi tena nikamwambia mwanaume mwenzangu tena kwamba wewe unamtaka uwe naye. Sasa mbona unanikosea heshima kweli wewe? Hiyo ndio maana wanawake wa damu salama na wakataga hivyo. Yaani mtu ana heshima ni mwanaume kama mimi tena eti nikamwombe tena kwa mwanaume mwenzangu kwa Si unaona mume wangu ameshafika jamani, karibuni. Mkwe wangu umependeza jamani, mashallah. Nisi hata nisemeje. Shikamoni. Maraba. Karibu sana mkwe wangu. Mume wangu. Umeona mkwe wangu alivyokuwa mzuri. Yaani watoto wa mjini wanasema peace girl. Ndio ile pale. Yaani mkwe wangu ni mzuri, sio hata nikwambieje. Yaani mimi mke wako sijai kubahatisha, najua kuchagua mpaka basi. Mke wangu, kwa hiyo uko serious? Huyu ndio awe mkwe wangu huyu? Mume wangu bwana, mbona uko nje ya muda namna hiyo? Kwani kuna shida gani jamani namna hiyo? Mkwe wetu kapendeza, ni mzuri, anavutia. Kwani tatizo liko wapi mume wangu? Hebu mtizame kwanza. Mtizame alivyovaa. Kumsifia kote ana maadili, sijui mzuri. Hivi alivyo. Angalia nguo alizovazi. Unaweza kutoka naye kwenda sehemu yoyote huyo? Si aibu. Anashindwa kujistiri mke wa mtu. Mkwe anashindwa kujistiri mkwe. Anakuja ukweni amevaa nusu uchi. Unaweza kupita naye wapi? Hapana. Mume wangu Bakari. Msijali, ngoja nikaongee naye sawa. Hizo si hela hizo. Ni mchelewe. Hizi ni hela. Unazitaka? Hasa mimi tena. Kwanza mimi tena na hela. Sasa basi. Kama unazitaka, fanya iwezekanavyo niunganishe na yule msawizi. Sasa hizo ujue hizo. Kwanza mimi labda nikwambie ukweli. Mimi mwenyewe mimi sijai kukupenda. Yaani wewe, mimi nitaka nikufanye tu uwanja wa mazoezi. Sasa mimi hisia zitokea wapi? Mimi nilikuwa sina hisia. Mimi hisia zangu ziko kwenye hela hapa. Sasa mimi ndio kwenye hela. Wewe bwana, mchelewe mimi nalimaliza jambo lako asubuhi tu linaisha. Sasa fanya advance basi ili hata kama niko nafanya kazi nipate cha kunywea maji. Sawa. Yote kwa yote fanye hivyo. Kama unazitaka kweli hizi hela. Naomba unitie msawizi hapa na umwambie kisha amekubali. Sasa kitokea amekubali mimi hizi hela nakupa tena zote, sibakishi hata moja. Fanya basi advance ili hata wakati nafanya kazi nipate sehemu ya kunywea maji. Advance sikupi. Mlete hapa tuongee. Kubali nakupa zote.
Basi sawa. Najua kabisa sasa hivi atakuwa hana sehemu yote yupo pale kwa mjomba wake. Kwa hiyo mimi ngoja nini? Sasa hivi mimi namleta. Yaani dakika 0 tu. Sawa, kwa Yuda basi. Cheleo. Yaani wewe yule ndio binti mwenyewe alosema anachelewesha habari ya ndoa kwa mavazi yale alokuja nayo yule binti. Ndio maana akasema ongezewe muda. Yule ana kazi zake nje ya hii mambo ya ndoa. Ana kazi zake. Ni mwanamke ni kahaba kabisa kwisha kazi. Alafu wewe ndio unasema aje kuwa mke wangu yule. Ana nafasi katika nyumba hii. Kwani mume wangu yule binti kavaa kipi cha ajabu? Mbona kavaa kawaida sana kapendeza? Mume wangu, wewe unakuwa hivyo jamani. Watoto wa sasa hivi wanaenda na wakati. Ulitaka avae nini sasa? Eti mume wangu. Kawaida vile kawaida. Wewe unaenda ukweni umevaa nguo zile. Na nataka kuelewa. Kweli vitabu vya Mungu vimeandika, usione kibanzi katika jicho la mwenzio, hali ya kuwa kwako kuna boriti ndani ya jicho lako, lakini wewe wala huoni. Kwa hiyo mume wangu, yule binti mavazi aliyoyavaa yana utofauti gani na mwanao Pinki anavyovaa? Yaani unataka kunifananisha Pinki na yule binti? Nikwambie tu wazi kama ulikopo uelewi. Pinki pamoja na mavazi aliyovaa ana akili, anajielewa. Hajawahi kufanya jambo baya lolote. Lakini sio yule. Mtu gani yule? Kendi.